Mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni asilimia 40.7 chini ya ukomo wa asilimia 55, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni asilimia 24.9 chini ya ukomo wa asilimia 40. Aidha, uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango cha asilimia 180. Viashiria hivi pamoja na ukuaji wa uchumi vimeimarisha uaminifu wa Tanzania kimataifa, jambo linaonekana kupitia ukadiriaji mzuri wa utulivu wa hadhi ya ukopaji ambao Moody's wametupatia daraja la B1 kwa maana tuko stable mwezi Desemba 2024, na Fitch Ratings ilitoa daraja la B+ kwa maana stable Machi mwaka huu. Haya ni mashirika ambayo yanatathmini uwezo wa ukopaji katika nchi mbalimbali na uwezo wa uchumi na uvumilivu. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mapato. Mwenendo wa ukusanyaji wa mapato. Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ilifikia trilioni 50.29 ambapo mapato yaliyopatikana yalikuwa ni shilingi trilioni 47.82 sawa na utekelezaji wa asilimia 93.11. Mapato ya ndani yaliendelea kuwa chanzo kikuu kwa kufikia asilimia 99.41 ya lengo, huku Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ikiwa mchangiaji mkuu wa makusanyo hayo, yakionyesha utendaji mzuri wa ukusanyaji ambapo yalivuka lengo. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kuipongeza serikali na TRA kwa ufanisi huu.